الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله الكبير المتعال في الجلال والإكرام والإفضال، جعل الأعياد للمؤمنين موسما للفرح بالطاعة والإقبال، وشرع فيها الذكر والتكبير والإحسان والإنفاق والوصال. نحمده سبحانه على نعم لا تعد ولا تحصى، ونشكره على منن تترى، ونستغفره من كل ذنب وخطيئة وزلل وهوى، ونتوب إليه توبة عبد خضع وارتجى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنير القلوب إذا أظلمت، وتثبت العباد إذا اضطربت، وترفع الدرجات إذا صدقت. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقبت الأيام والليالي، وما ترنم المكبرون في المساجد والمصال. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله ربكم وعظموا شعائره واشكروا نعمه، فهذا يوم الأضحى، يوم الفرح والسرور، ويوم النحر والتكبير، ويوم التوحيد والتطهير، يوم تتنزل فيها الرحمات، وترفع فيه الدعوات، وتكفر فيه السيئات. إن واجب الله تبارك وتعالى، mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, na mzitukuze alama za Allah tabaraka wa ta'ala, na tumshukuru Allah jalla wa ala kwa neema zake, kwani leo hii ni siku ya kuchinja, siku ya kufurahi, siku ya kuonyesha bashasha, na ni siku ya kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yawmut tauhid wat tathhir, na ni siku ya kumpwekesha Allah jalla wa ala na kujitaharisha. Yawmun tatanazzalu fiha arrahmat, siku ambayo Allah jalla wa ala anatuteremshia kwetu sisi rahma zake Allah tabaraka wa taala, na ni siku ambayo Allah tabaraka wa taala anatunyanyua daraja na kupokea maombi yetu Allah subhanahu wa taala, siku ambayo Allah subhanahu wa taala anatughufiria madhambi yetu, anatuondoshea yale ambayo tuliyokosea kwa Allah subhanahu wa taala. قال الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة، وانحرك فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له. انتهى كلامه رحمه الله. أنا سمع الله جل وعلا: فصل لربك وانحر، صالي kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kwa ajili ya Mola wako mlezi, na uchinje kwa ajili ya Mola wako mlezi Allah tabaraka wa taala. Amesema al-Imam al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, itakase nia yako kwa ajili ya Mola wako mlezi katika sala zako za faradh na sala za sunna, lakini kadhalika katika vichinjwa vyetu tunavyochinja iwe kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwabudie yeye pekee Allah tabaraka wa ta'ala, na tuchinje kwa jina lake peke yake Allah subhanahu wa ta'ala, na wala tusichinje kama vile ambavyo wanavyochinja wale ambao wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala jalla wa ala: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله: إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحها، فإنه الخالق الرازق، لا أنه يناله شيء من لحومها
ولا دمائها فإنه تعالى هو الغني عما سواه. أسمع الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها، haipati Allah tabaraka wa taala, haimfikii Allah subhanahu wa taala nyama za vichinjwa vyetu wala damu zake, bali Allah jalla wa ala anapokea kutoka kwetu sisi ni ile imani na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndicho ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anachokitaka kutoka kwetu sisi, wala hahitaji nyama zetu wala hahitaji damu za vichinjwa vyetu, bali Allah subhanahu wa ta'ala anataka kutoka kwetu sisi ni kule kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Amesema al-Imam al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, kwa hakika si vinginevyo Allah jalla wa ala ametuwekea katika sheria jambo hili ya kwamba tuchinje hivi vichinjwa vyetu kwa ajili ya kutafuta radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuweze kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala wakati wa kuchinja, ili tuweze kumtambua aliyetuumba na kuturuzuku Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Allah jalla wa ala hapati kutoka kwetu sisi zile nyama za vichinjwa vyetu chochote wala damu zake, kwani palikuwa katika zama za jahiliya ya kwamba walikuwa pindi wanapochinja washirikina walikuwa wakichukua nyama na kwenda kuweka katika miungu yao, kadhalika walikuwa wakichukua zile damu za vichinjwa vyao wakimwagia katika ile miungu yao. Ndio Allah jalla wa ala akasema katika Qur'an, lan yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملأين أقرنين ذبحهما بيديه وسمى وكبر. كذلك يمثل في الصحيح وتوقف أنس بن مالك رضي الله عنه amesema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba alichinja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kondoo wawili, kondoo ambao walikuwa wana mabaka meusi na meupe. Mabaka hayo ambayo yalikuwa yanawatia uzuri hao kondoo, alikuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewachinja dhabahahuma biyadi, amewachinja hao kondoo wawili kwa mkono wake mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasamma wa kabbar, na akasema bismillah, na akamtukuza Allah tabaraka wa taala. Yubayinu hadha alhadith hirsu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala sha'irati al-udhiyah, wa annahu kana yubashiru dhabhaha binafsihi tawadhu'an waqtida'an wa ta'alliman li ummatihi. Hadithi hii inatubainishia ya kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na pupa juu ya kuionyesha alama hii ya kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, alama ya hili vichinjwa, na kwamba yeye alikuwa akibashi vile vichinjwa kwa mkono wake, alikuwa akichinja kwa nafsi yake mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawadhu'an waqtida'an wa ta'liman li ummatihi, hali ya kuonyesha unyenyekevu kwa Allah tabaraka wa taala, lakini kadhalika kwa kuiga kutoka kwa Nabii Allah Ibrahim, lakini kadhalika kwa kutufunza umma huu, umma wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فاعلموا رحمكم الله أن الأضحية سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها. تفهموا يا kwamba hii jambo la kuchinja, jambo hili ni sunna ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameitilia msisitizo sunna hii, na ni sunna ambayo ameifanya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akalazimiana nayo, bali kadhalika fi istihbab ikhtiyar al-udhiyya al-hasana as-salima, vile vile yapendeza kuchagua kile kichinjwa kilichokuwa kizuri tena ambacho kimesalimika na aibu, kimesalimika na dosari. Unapotaka kuchinja mnyama
kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala, basi mtafute yule ambaye aliyekuwa bora, aliyenona, anayependeza, ambaye hana aibu yoyote, hana dosari yoyote, wala hana maradhi ambayo yaliyodhihiri katika mnyama huyo. Fihi fadl al-kabshu fil udhiyya, ndani yake kuna ubora wa kuchinja kondoo katika idi hii ya kuchinja, kwani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimchinja mnyama huyu kwa mkono wake alayhi salatu wassalam. فيا معشر المسلمين، هذه شعيرة عظيمة أحياها الخليل إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ولده فاستسلم وانقاد، فقاده الله بذبح عظيم فصارت سنة باقية إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أي وإسلام، hakika ya hii alama ni alama tukufu, ni sunna ambayo ameihuisha, ameianzisha Nabiyullah Ibrahim alayhi salam alipoambiwa na Allah tabaraka wa taala amchinje mwanawe, akajisalimisha kwa hilo na akawa tayari kulitekeleza hilo. Allah jalla wa ala akampatia kichinjo kilichokuwa bora, akakichinja Nabiyullah Ibrahim, na sunna hii ni yenye kuendelea mpaka mwisho, itakuwa ni yenye kuendelea. Wal Allah jalla wa ala amemwamrisha nabii wake Ibrahim, na sunna hii imekuwa ni yenye kuendelezwa na umma huu mpaka mwisho wetu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Ayuha almu'minun, inna min maqasid al-udhiyya ta'dhimu lillah وإظهار شعائره والتوسعة على الفقراء والمساكين وإحياء سنة سيد المرسلين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد فإنه شعيرة من شعائر الإسلام. أني وإسلام تفهم kwa hakika miongoni mwa makusudio ya ibada hii ya kuchinja ni kumtukuza Allah tabaraka wa taala na kudhihirisha alama ya uwepo wake Allah subhanahu wa taala, na kuweka upana na kuwasaidia wale ambao ni mafukara na maskini ambao hawana uwezo, kadhalika na kuhuisha sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah: wadhabhu fi mawdihi, na kuchinja katika wakati huu wa kuchinja, katika wakati wake wa kuchinja, afdalu min as-sadaqati bi thamani, ni bora kuliko kutoa sadaka kwa thamani ya kile kichinjwa. Kuchinja ukamwaga damu, ukakata ile nyama, ukaigawa kwa mafukara na maskini kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala, kwa ajili ya kumtukuza Allah subhanahu wa taala, ni bora kuliko ukachukua ile pesa ukaigawa ukaanza kuwapa maskini mbalimbali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Ya ibadallah, ومن أعظم ما يتقرب به في هذه الأيام ذكر الله والتكبير. أي واجب الله تبارك وتعالى, na miongoni mwa mambo makubwa ambayo tutakikana kujikurubisha nayo kwa Allah tabaraka wa taala katika haya masiku ni kumtaja Allah tabaraka wa taala na kumkabir Allah subhanahu wa taala, kama qala Allah jalla wa ala: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. نتمتاج الله سبحانه وتعالى كتك مسيك معلوم. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. ذلك عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما wakitoka kuelekea masokoni katika haya masiku
10 ya mwezi wa Dhulhijja wakimkabira Allah tabaraka wa taala, na watu wakileta takbira kupitia takbira zao. Baada ya wao kuwakumbusha watu, wakakumbuka ya kwamba haya ni masiku ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, haya ni masiku ya kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Wasilu al-arham wa akrimu al-jiran wa at'imu al-fuqara wal-masakin, فإن من أفضل الأعمال إدخال السرور على المسلمين. أني وجب الله تبارك وتعالى ugeni udugu na muwakirimu majirani na muwalishe mafukara na masikini. Kwa hakika bora ya matendo katika haya masiku ni kuingiza furaha kwa Waislamu. Qala Sufyan ath-Thawri rahimahullah, inma fuddilat al-ayyam wal-layal bima yu'malu fiha min ta'ati Allah. Kwa hakika yamefadhilishwa masiku, nyakati za usiku na nyakati za mchana, kwa yale ambayo yanayofanywa katika nyakati hizo zilizopo kwa wakati husika. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Ya ummahatul mu'minin, ya hafidhatil buyut wal a'rad, ittaqina Allah في أنفسكن وفي أولادكن وربينهم على الكتاب والسنة وغرسن في قلوبهم تعظيم الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. أني ونمام وأمين، أني ونكيحفاظ مجمعين نكزيحفاظ حشمة زم مجمعين مشان الله تبارك وتعالى كتك نفس زين نكتك وتتوينوا نموالي kwa malezi ya Qur'ani na Sunna, kama vile ambavyo tulielekezwa na sheria. Warisna fi qulubihim, na musimike katika mioyo yao ta'dhim Allah, kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, wa mahabbata rasulih sallallahu alayhi wasallam, na kumpenda mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Iyakunna wat-tabarruj was-sufur والتشبه بالكافرات والزمن الحياء والعفة والحجاب الشرعية. أني ونمام وكسلام tahadharini na kutoka katika majumba yenu hali ya kuwa ni wenye kudhihirisha mapambo, hali ya kuwa ni wenye kutembea kama vile ambavyo walivyokuwa wakitembea wanawake katika zama za jahiliya, wakiacha nywele zao wazi. Lakini vile vile mchukue tahadhari na kujifananisha na wanawake wa kikufao, na mlazimiane na haya, na mlazimiane na kujichunga na machafu, na kulazimiana na hijabu ya kisheria, na mlazimiane na wanawake wema, wale ambao walikuwa ni lulu katika majumba yao, wale ambao ndio walikuwa sababu za kutengemaa nyumba zao, na vile vile wao ndio walikuwa msaada kwa waume zao. Enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, leo ni siku adhimu. Tunatakikana kumtukuza Allah tabaraka wa taala, tunatakikana kumadhimisha Allah jalla wa ala kwa kumwaga damu za vichwa vyetu, na kufanya hivyo lillahi rabbil alamin, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tusitafute kuonekana kwa watu, wala tusitake kusema fulani amechinja kadha wa kadha, bali iwe malengo yetu ni kutafuta radhi za Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliha wa mawlaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.